Tumefunga safari kwa jambo moja tu, kumkabidhi mshindi wa gari aina ya Nissan X-Trail kupitia promotion ya Royal Win Plus. Ulijisikiaje bwana ulipopewa taarifa kwamba umeshinda gari aina ya Nissan X-Trail kutoka PMbet? Niliona kama ni message fans za mtandao ambazo ni za kitapeli, za uongo labda. Lakini vile mlivyokuja kunipigia simu mara ya pili, nikajisikia furaha sana, nikaona ni kweli jambo linawezekana. Popote pale unaweza ukaletewa na wewe gari yako. Cheza sasa kupitia tovuti ya pmbet.co.tz. Kwa sasa bado story kubwa ni hii inayohusu ndoa ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu. Kila mtu ana mtazamo wake. Sasa Maimartha yeye pia amesema jambo kuhusu hili swala ambalo linaendelea. Ni kweli walifunga ndoa, lakini Diamond alitoa talaka 3 kwa Zuchu, na sababu kubwa kwa mujibu wa Maimartha anavyosema ni kwamba Zuchu alikuwa ni mjuaji sana, na hiyo ndiyo ilikuwa sababu kubwa ya ndoa kuvunjika. Huyu ni Maimartha akizungumza kwenye moja kati ya interview ambazo amezifanya leo. Diamond na Zuchu walioana. Ilikuwa tarehe 9 mwezi uliopita. Walioana, na wakati wanapata baraka za ndoa walikuwa watano tu katika ndoa ile, ambapo hakuhusishwa ndugu yote wa Diamond, kina Ricardo na kadhalika, wote hawakuhusishwa. Lakini katika hao watu watano, wa 4 alikuwa Zuchu, wa 5 ni Nasibu mwenyewe. Mama yetu, anti yetu Bi Hadija naye pia alikuwepo. Kwa hiyo kwa upande mwingine pia ninachokiona lilikuwa ni jambo la heri. Lakini kitendo cha kuficha pia nadhani ilikuwa maamuzi yao. Ila imekuja kuwastua watu alipoamua kutangaza, na tena sio kutangaza tu kwamba yeye aliwahi kumwoa Zuchu, lakini pia tayari baada ya kutoa talaka 3. Talaka 3 kweli zimetoka. Zimetoka kweli. Zimetoka na wamepewa tena, ameziandika Nasibu Abdul mwenyewe. Ni huzuni, lakini same time mimi naona Nasibu ni mtu mzima, anajielewa, anajua nini anafanya. Kwa hiyo tusimpinge na tusimueleleze, kwa sababu nasikia kwa sasa anapokea simu nyingi sana za ndugu wa Zuchu kutoka Mombasa. Wanamwambia ulivyofanya sio vizuri, hiyo sio roho nzuri, utapata dhambi. Wengine pia wamefika mbali, yasemwa ndugu wa Zuchu kutoka Mombasa. Wanamwambia wewe Nasibu, kwani mama yako vipi? Kwani yani seems like kwani unamsikiza sana mama yako. Kwa hiyo kuna vitu vingine jamani, tujifunze kuwaachia familia wenyewe. Talaka zimetoka 3. Ndiyo. Sababu ya talaka kutoka ni nini? Yasemekana nidhamu. Masuala ya kusema kila kitu unajua, wadogo zangu wa kike, tulieni. Kipata wanaume wengi wa aina hii, ama niseme wa siku hizi, wanapenda mwanamke msikivu. Mwanaume yeye ndo atoe maelekezo. Sasa mwanaume yasemwa kwamba Nasibu akizungumza neno moja, Zuchu anamalizia maneno 11. Kwa hiyo twende kwa kiasi, na nimehuzunishwa na muonea huruma Zuchu kama mama, kama mlezi, mzazi, lakini mwisho wa siku mabinti zetu, wadogo zetu, twende taratibu. Twende taratibu. Inakuaje kama talaka tayari zimeshatoka, lakini tumemuona mama Dangote mwenyewe Diamond kashare na kamtakia heri kijana wake, na unasema talaka tayari. Nijazie hapo Damai. Kwenye hii story zipo pande mbili tofauti zinazoiposti hiyo habari. Kwenye familia hiyo ya WCB wapo watu wanaompongeza Diamond kwa kuingia kwenye maisha ya ndoa, lakini wapo watu wanaoamini kwamba kulikuwa na ndoa ambayo ilikuwepo kimya na ishavunjika. Sisi tunakuwa na mkanganyiko. Jamani, sinazungumza Kiswahili mnanielewa. Ndoa imevunjika, na kuna kitu rahisi
na cha kuogopesha, kama mtu kama Mama Dangote anaposti, anampongeza mwanae, hongera sana, hamtagi Zuchu, haonekani Zuchu kwenye hiyo video, jamani, kitendo kama hicho tu tayari kinaonyesha ishara. Na Nasibu ameandika vizuri kabisa, niliwahi kuoa, nitarudi kuwaelezea. Ilikuwaje? Dada zake tupo, tunamsaidia kuelezea ili asije akachoka kwa kweli. Lakini kati ya watu ambao mimi mwenyewe binafsi nilisema jamani, mama basi nyamaza, ni Mama Dangote. Uhusiano wa Mama Dangote na Zuchu tangu kitambo ni wachui na paka, haelewani kabisa, haelewani kabisa. Na hata kipindi ambacho Zuchu anakaa kwa Nasibu, ilikuwa nishai kuzungumza, Mama Dangote anajiselfisha kwa nyuma ya nyumba, Zuchu anajiselfisha kwa mbele ya nyumba. Lakini pia sio hayo tu, hata ruksa sasa hivi Zuchu hana kuingia kwenye ule mjengo. Nyumbani kwa Diamond. Yes, haruhusiwi. Amri ishawekwa, marufuku. Na sio kuzuiliwa tu kuingia, hata utaratibu wa ndani mule tayari umeshabadilishwa ili kuepusha ule usumbufu wa hapa na pale. Ndani ya nyumba humo ulitoa taarifa kwamba pia kuna dada wa kazi ambaye alikuwa kwenye mashaka fulani baada ya kutoa siri. Yes, dada huyo ni upande wa kina Zuchu, nitarudi kuzungumzia. Lakini kwa upande wa kina Nasibu, mfanyakazi aliyekuwa awali, wajua Zuchu pia naye ana watu wake, anajua jinsi ambavyo anaishi nao. Naweza nikazungumzia neno jingine, ana wema wake kwa watu wake, ya Rabbi. Kwa hiyo kuna wale watu ambao, yani nadhani familia ya Nasibu walihisi hawa wako na Zuchu, wakawekwa pembeni, wameletwa wengine ambao hata mama, ukimwangalia Mama Dangote, Mama Nasibu ni mama tayari jamani, mtu mzima. Tumpunguzie, kuna vitu vingine tumpunguzie, kuna vitu vingine tumpe pole. Amekutana na kashikashi, nadhani sasa hivi kapumzika, kakutana na kashikashi za Kizanzibari, so mchezo. Kwa hiyo inasikana Mama Dangote kaposti jana kumpongeza Diamond, lakini moyoni anashukuru kinachoendelea. Si ndio michezo yenu tu ya mitandao ya kijamii, mtu akiamua kuposti anaposti, lakini ni hatari. Mimi naomba niwakemee kabisa. Lakini kuna video ni hatari. Mama Hadija Kopa pia ambayo kama anafurahia. Ile siku alikuwa anatoka harusini Mama Hadija, nimekwambia amehudhuria, alihudhuria na zilikuwepo, wamezihold. Kilichotokea tangu tarehe 9 mpaka leo hii, habari hizi imekuwa ngumu kufahamika, ni kwa sababu wale waliokuwa wamezihold zile video ni watu ambao hawaelewani na Zuchu. Kwa hiyo ilionekana wazi kwamba zitakaposambazwa wao wataonekana wameshindwa. Kwa hiyo bwana hizi video bwana, mwisho wa siku zitakuja kuliki tu. Nasibu malizana nazo. Kwa hiyo hivyo ndio ambavyo imekuwa, lakini mwisho wa siku nikiwa kama mzazi bado siti kuongea na Zuchu. Ndoa sio kila kitu kwenye maisha. Tayari ana misingi ya kupata pesa yake, tayari ana misingi ya kufanya kazi yake. Afanye kazi yake vile ambavyo. Najua sasa hivi baada ya talaka hii, akimwangalia Hamisa sasa naona anamuelewa. Akimwangalia Zari naona sasa anamuelewa. Akimwangalia Wema Sepetu anamuelewa kutokana na historia yao na Diamond, na yeye vile ambavyo alikuwa akiambiwa anawajibu watu hivyo. Hatumkomeshi, hatumkomoi Zuchu, lakini hii ndio dunia. Na mimi ni muombe tu Zuchu amwepushe mama Hadija, asimshirikishe sana. Mama Hadija unajua mtu mzima, ambakishe. Mama Hadija ametengeneza heshima yake kwa miaka nenda rudi, tunamheshimu mpaka leo. Kwa hiyo kitendo anachomuingiza kuna vitu, kuna mahali atakuwa anaguswa alafu iwezekana akavunjiwa heshima, lakini sio kuvunjiwa heshima pia. Yule mtu mzima ana mambo yake ya kiutu uzima, sija kampa pressure. Na Maimartha ina maana mpaka kufikia Lucy ya Jux final
Na maana Zuchu alikuwa tayari kashapewa talaka. Kashapewa talaka. Talaka ilishatoka. Ilishatoka. Diamond kilivaa jambo unaliingia kweli kweli. Pengine ulishapata faili zima la mahari ya Zuchu ilikuwaje mpaka kuolewa? Nitarudi kuongea siku nyingine hilo. Ninalo na nitarudi kuongea siku nyingine. Ndio. Lakini kina Ricardo watu wengi familia nzima ya Mama Dangote haikuhusishwa. Alihusika Mama Hadija Kopa tu. Jamani, kuna kitu cha kujifunza hapa. Pengine Diamond Watu wanahusisha ndugu zake kutatokea mtafaruku. Diamond alitekwa na mapenzi ya Zuchu. Unajua kuna mahali unaweza kusema Zuchu naye kaweza. Kuna tabia ya watoto wanasemaje wa Kiswahili, nyinyi vijana wa Kiswahili huwa mnayo. Mwanamke akilia sana ndoa unamuoa. Shamwangu ngoja nimuoe basi akae hapo atulie. Nadhani hicho ndicho ambacho alifanya Nasibu, lakini baada ya muda anaona mbona mambo yanakuwa hivi bwana, huyu bwana hafai. Lakini kuna jinsi ambavyo Zuchu ameweza, ila namshukuru Mungu. Amepewa talaka 3 wakati ambao hata maskini astaghfirullah, Mwenyezi Mungu asamehe, hajaondoka hata na mtoto. Unajua soko mbaya, lakini angeondoka tena na mtoto, angeanza tena tuanze kulea, tuanze sasa sijui nini malezi ya mtoto. Kuna jinsi ambavyo amewini, lakini kuna jinsi ambavyo Zuchu amedhalilika. Lakini hulka yetu sisi wanawake wa Kitanzania hatukucheki Zuchu, tuko na wewe mguu kwa mguu, tutakwenda huko YouTube, tutakusapoti, lakini rudi hapa, fanya kazi.